Umerudi nyumbani, umechoka, lakini uchovu ulionao si ule wa kazi ngumu ya mikono au safari ndefu, ni uchovu wa kiroho. Umepita siku nzima ukisema ndio kwa mambo ambayo moyo wako ulitaka kusema hapana. Umewachikia watu ambao unajua wanakuibia muda wako. Umebeba mizigo ya marafiki, ndugu na wafanyakazi wenzako, huku ukijiaminisha kuwa unafanya hivyo kwa sababu wewe ni mtu mwema. Lakini hebu tuwe wa kweli hapa gizani. Ukiwa peke yako chumbani, unahisi kitu fulani kichungu kinakutafuna ndani mwako. Ni hasira iliyojificha, ni kinyongo. Unaona jinsi ya watu wale wabaya, watu wenye dharau na wale wasiojali hisia za wengine wanavyopata mafanikio, wanavyopewa heshima na wanavyosonga mbele, huku wewe mtu mwema ukibaki pale pale, ukiwa umechakaa na kusahaulika. Unajipa moyo kuwa mema yako yatalipwa. Unajipa moyo kuwa wewe ni mtakatifu kwa sababu huna fujo. Lakini ukweli ambao unaogopa kutazama ni huu: jamii haikuheshimu kwa sababu ya wema wako. Jamii inakutumia kwa sababu ya unyonge wako. Wewe si mtu mwema kwa hiari. Wewe ni mtu mwema kwa sababu huna ujasiri wa kuwa vinginevyo. Huna meno ya kutafunia, ndio maana unajifanya hupendi nyama. Umekuwa kapeti la miguu ambalo kila mtu anajifuta vumbi na kuendelea na safari yake, huku wewe ukibaki na uchafu wao. Sikiliza kwa makini. Kuna tofauti kubwa kati ya kuwa na amani na kuwa dhaifu. Na leo tunakwenda kupasua uongo huo tulioficha ndani ya tabasamu zetu za bandia. Karibu kwenye upande wa giza wa fadhila. Huu ni mtego wa kuwa mtu mwema. Hapa ndugu, ni gizani. Kuna ukweli mmoja mchungu ambao lazima uumize ndani ya nafsi yako. Kuwa mpole kwa sababu huwezi kupigana sio fadhila. Hiyo ni hofu iliyopambwa kwa rangi ya utakatifu. Fikiria sungura. Sungura ni kiumbe mpole, hana fujo na hana maamuzi yoyote. Je, tunasema sungura ni mtakatifu au ana maadili mema? Hapana. Sungura ni mpole kwa sababu hana uwezo wa kuwa vinginevyo. Hana kucha, hana meno ya kuumiza na hana nguvu ya kupambana. Hana chaguo lingine zaidi ya kuwa mnyonge na kukimbia. Huu sio wema. Huu ni ulemavu wa asili. Watu wengi wako kama huyo sungura. Unajivunia upole wako, unajivunia jinsi usivyopenda fujo, lakini ukweli ni kwamba huna uwezo wa kuwa na madhara. Ili uwe mtu mwema wa kweli, lazima kwanza uwe na uwezo wa kuwa hatari. Mwanafalsafa Friedrich Nietzsche alionya kuhusu watu wanaojifanya wema kwa sababu tu ni wadhaifu. Alisema kuwa wema wa kweli unatokana kwa mtu ambaye ana uwezo wa kuwa katili, ana uwezo wa kuharibu, ana uwezo wa kusema hapana inayotikisa ulimwengu, lakini anachagua kutumia nguvu hiyo kwa ajili ya amani. Kama huna uwezo wa kuwa na hasira inayotisha, kama huna uwezo wa kusimama na kupigana dhidi ya dhuluma, basi upole wako sio tabia njema, ni ulemavu wa kiroho. Hebu tujiulize kwa uaminifu, kwa nini unajifanya mwema kwa kiasi kikubwa? Ukweli ni kwamba kwa wengi wetu tunaendeshwa na unafiki wa hali ya juu. Tunatumia wema kama mkataba wa kisaikolojia usio na maandishi. Tunawachukia watu kwa sababu tunaogopa wasituchukie. Unakubali kile unachoambiwa kwa sababu una hofu ya kutengwa. Unajifanya unajitoa kwa wengine, lakini kwa ndani unajilipa kwa sifa na kukubalika. Wema wako sio zawadi unayotoa kwa ulimwengu, ni rushwa unayotoa ili ulimwengu usikuumize. Binadamu wameumbwa kibiolojia kuheshimu nguvu inayojizuia na sio unyonge unaojipendekeza. Unapokuwa mtu mwema ambaye hana meno, unakuwa unakaribisha kila mnyonyaji na kila mnyanyasaji kuja kufanya karamu kwenye maisha yako. Wanakutazama na kuona rasilimali ya bure, wanakutazama na kuona chombo kisicho na ulinzi. Wewe sio mtakatifu. Wewe ni mwoga aliyevaa vazi la wema, na uoga wako ndio unawapa watu wengine ruhusa ya kukukanyaga. Unawarahisishia kazi ya kukuangamiza kwa sababu umechagua kufunga mikono yako mwenyewe kwa kamba za maadili ya uongo. Swali ni je, unajua ni nani anayekuvizia nyuma ya hicho kivuli cha wema wako? Na kwa nini unakaribisha kwenye meza ya maisha yako huku ukiwa umeshawapikia chakula cha bure? Dunia haiongozwi na sala, huruma au upendo pekee.
Katika upande wa giza tunaozungumzia hapa gizani, dunia inaongozwa na njaa pamoja na nguvu. Na katika misitu ya maisha kuna wanyama wa aina mbili, wawindaji na mawindo. Wawindaji, wale watu wenye akili za kikatili, walafi wa madaraka na wanaotumia watu wengine kama ngazi, wana rada ya siri. Wana uwezo kukunusa kutokea mbali. Hawatafuti watu wenye nguvu na kupambana nao, wanatafuta mtu mwema. Wanatafuta mtu ambaye tabasamu lake ni la uoga, mtu ambaye hawezi kusema hapana bila kujieleza kwa saa nzima, na mtu ambaye ana hofu ya kuonekana mbaya. Unapokuwa huna mipaka, unajifua nguo mbele ya wanyonyaji. Wema wako kwao sio sifa ya kuheshimiwa, ni mwaliko wa kufanya karamu kwenye maisha yako. Wanakuona kama rasilimali ya bure. Kwao wewe sio rafiki, sio ndugu na sio mfanyakazi mwenza. Wewe ni chombo cha huduma. Angalia maisha yako kwa umakini. Yule rafiki ambaye anakutafuta tu wakati ana shida, lakini anapotaka kufurahi anatafuta watu wengine, haheshimu wema wako, anatumia unyonge wako. Yule bosi anayekubebesha kazi za wenzako kwa sababu anajua huna fujo, hakuthamini, anakuona kama punda anayeweza kubeba mzigo wowote mpaka avunjike uti wa mgongo. Yule ndugu anayechukua kwako kila kitu ulicho nacho bila kurudisha shukrani, anajua kuwa wewe ni mateka wa hofu yako ya kuitwa mchoyo. Watu hawa hawajishikii hatia, wanakuona kama sehemu ya mazingira yao inayowapa urahisi. Na hapa ndipo siri inaumiza zaidi ilipo. Binadamu hamheshimu mtu anayemtumia. Mtu anapokunyonya na kuona huchukui hatua, ndani ya nafsi yake anaanza kukudharau. Anajisemea moyoni, huyu ni mpumbavu kiasi gani mpaka anaruhusu nimfanyie hivi? Kadri unavyozidi kutoa, ndivyo wanavyozidi kukuona huna thamani. Wema wako unazalisha dharau yao. Wanashiba kwa chakula chako, kisha wanakucheka. Unajiaminisha kuwa siku moja wataona thamani yako. Unadhani kuwa ukizidi kujitoa utagusa mioyo yao, lakini ukweli mchungu ni kwamba unachokifanya ni kuwafundisha jinsi ya kukuumiza zaidi. Unawapa ramani ya maeneo yako ya udhaifu, unawafanya wawe walafi zaidi. Wewe ni sehemu ya architecture of exploitation, mfumo unawapenda watu wema kwa sababu unahakikisha kuwa wale walio juu wanabaki juu kwa kutumia migongo ya watu wema na wavumilivu. Umekuwa dhabihu inayotolewa kwenye madhabahu ya mafanikio ya watu wengine. Wanakupamba kwa maneno ya uongo kama wewe ni mtu wa watu au na roho ya kipekee, si kwa sababu wanamaanisha, bali ili uendelee kukaa kwenye meza yao huku wao wakikurarua vipande vipande. Jiulize, mpaka lini utaendelea kuwa chakula cha wengine? Ni lini utaamua kuwa meza hii haina nafasi ya utu wako, bali ina nafasi ya tumbo lao? Gizani inakuonyesha kile unachoogopa kukiona. Wema wako bila nguvu ya ulinzi ni mwaliko wa kifo chako kisaikolojia. Na hivi sasa karamu inaendelea na wewe ndio chakula. Hapa ndipo tunapoacha kulia kama wahanga na kuanza kujenga uti wa mgongo mpya. Ili uweze kutoroka kwenye mtego huu wa wema wa uongo, lazima ukubali ukweli mmoja ambao jamii inauogopa. Ukweli unaosema mwanga hauwezi kusimama bila giza. Mwanafikra mkuu wa saikolojia Carl Jung alituachia siri moja nzito kuhusu nafsi ya binadamu. Alisema kuwa kila mmoja wetu ana kitu kinaitwa the shadow, yaani upande wa giza au kivuli. Hapa ndipo zilipo hasira zako, uwezo wako kuwa mkatili, tamaa zako na nguvu zako za kiume au za kike ambazo uliambiwa ni mbaya, hivyo ukazifungia ndani ya selo ya siri moyoni mwako. Lakini hapa gizani tunakuambia, unapofungia upande wako wa giza hufanyi wema, unajilemaza. Unapojikataa uwezo wako wa kuwa hatari, unakuwa nusu ya binadamu, unakuwa kiumbe asiye na ulinzi. Carl Jung alifundisha kuwa ili uwe mtu aliyekamilika na mwenye nguvu, lazima ukiunganishe kivuli chako na utu wako wa nje. Hii haina maana kuwa uende mtaani na kuanza kuumiza watu. Hapana, inamaanisha kuwa lazima ujue kuwa mnyama yumo ndani yako, na lazima umpe nafasi ya kusimama karibu nawe. Mtu mwenye maadili ya kweli sio yule asiyeweza kudhuru, bali ni yule anayeweza kuwa na madhara makubwa, anayeweza kupigana, anayeweza kuharibu, lakini anachagua kuweka silaha zake ndani ya ala. Huu ndio unaitwa ukomavu. Mwanamume au mwanamke ambaye hana meno hawezi kusema ana maadili ya amani. Yeye hana chaguo la vita, hivyo amani yake haina thamani. Unahitaji kivuli chako ili uweze kusema hapana. Neno hapana ni neno la kikatili, ni neno linaloweka mipaka,
Ni neno linalomwambia mnyonyaji, ukivuka mstari huu utakumbana na mnyama aliyomo ndani yangu. Bila kivuli chako, hapana yako haina uzito. Ni kelele tu ya kifaranga mbele ya mwewe. Watu wanakudhuru kwa sababu hawaoni hatari yoyote ndani ya macho yako. Hawaoni uwezo wako wa mapambano. Wanakuona kama mlango ulio wazi ambao hauna kufuli. Lakini ukikubali kukikumbatia kivuli chako, utabadilika. Sauti yako itakuwa na uzito mpya. Macho yako yatakuwa na mwanga unaowafanya wanyonyaji wasite. Utajifunza kuwa ni bora uwe mbwa mwitu anayelinda kondoo kuliko uwe kondoo anayejaribu kuwabembeleza mbwa mwitu wasimle. Mtu anayejua uwezo wake wa kuwa mkatili ni mtu mwenye utulivu mkubwa zaidi. Haingii kwenye migogoro ya kijinga kwa sababu hahitaji kujithibitisha. Anajua alicho nacho, na hiyo siri, hiyo nguvu ya ndani ndio inomfanya aheshimike bila hata kusema neno moja. Ili uwe mwema wa kweli, lazima kwanza upitie jehanamu yako mwenyewe na umfanye shetani aliyomo ndani yako akutumikie wewe, badala ya wewe kumficha na kumwogopa. Kivuli chako sio adui yako, ni mlinzi wako aliyesahulika. Ni wakati wa kumtoa gerezani na kumvua pingu. Uko tayari kuacha kuwa mtu mwema na kuanza kuwa mtu mwenye nguvu? Uko tayari kuunganisha nuru yako na giza lako ili uwe kiumbe ambaye ulimwengu hauwezi kumtikisa? Gizani inakupa funguo wa selo hiyo. Fungua, mruhusu mnyama asimame na uone jinsi ulimwengu unavyoanza kukurudishia heshima uliopoteza kwa miaka mingi. Sasa unajua ukweli. Maski uliokuwa umeivaa kwa miaka mingi imepasuka na huwezi tena kujifanya huoni kile kinachoendelea nyuma tabasamu la uoga. Huwezi kurudi nyuma na kuendelea kuwa mfungwa anayefurahia minyororo yake. Ni wakati wa kumchinja huyu mtu mwema unayejaribu kumlinda, sio kwa sababu unataka kuwa mtu mbaya, bali kwa sababu unataka kuwa mtu huru. Kumbuka, dunia haimhitaji mtu mwema mwingine ambaye hana msimamo. Dunia inamhitaji mtu mwenye nguvu ambaye anajua thamani yake na anajua jinsi ya kuilinda. Kuanzia leo, anza kujenga utawala wa nafsi yako. Heshima haitolewi kwa maombi na wala haitolewi kwa huruma. Heshima inalazimishwa kupitia mipaka unayoiweka. Unaposema hapana kwa mara ya kwanza, utaona mabadiliko ya ajabu. Wanyonyaji wataanza kukuchukia. Watakuita mwenye maringo, mchoyo au aliyegeuka. Usiogope maneno hayo. Hayo maneno ni cheti cha ushindi wako. Inamaanisha mnyororo umekatika na umepoteza mamlaka juu yako. Utawala wa nafsi yako unamaanisha kuwa wewe ndiye unayetoa ruhusa ya nani aingie kwenye maisha yako na nani apigwe marufuku. Inamaanisha kuwa unakubali kuonekana mbaya machoni mwa wengine ili uweze kubaki kuwa mwaminifu kwa nafsi yako mwenyewe. Ni bora uwe mbwa mwitu anayetembea peke yake kwa heshima kuliko uwe kondoo anayependwa na kila mtu wakati anaelekea machinjoni. Lakini najua kubadilisha tabia ya miaka mingi sio kazi rahisi. Kivuli chako kinahitaji mwongozo. Unahitaji mbinu za kiufundi za jinsi ya kuweka mipaka, jinsi ya kusoma akili za watu wanaokuvizia na jinsi ya kuijenga sauti yenye mamlaka. Ndio maana nimekuandalia mwongozo mzuri na mzito, kitabu ambacho kitakufundisha kile ambacho shule haikutaka ukijue. Kitabu hiki kinaitwa Utawala wa Nafsi, siri ya kujenga nguvu kwa mipaka. Ndani yake nimechambua hatua kwa hatua jinsi ya kuunganisha upande wako wa giza, jinsi ya kuacha kuwa mtu mwema na kuanza kuwa mtu mwenye nguvu, na jinsi ya kuwalazimisha watu wa kuheshimu bila kutumia nguvu za mikono. Huu ni mwongozo wa ukombozi wa roho yako. Kama uko tayari kuleta mabadiliko na unataka kuanza kujenga mamlaka yako, chukua hatua sasa hivi. Tuma neno la siri utawala kwenda WhatsApp namba hiyo. Nakuuzia kitabu hiki kwa bei rafiki kwa sababu dhamira yangu ni kuona watu wakizinduka kutoka kwenye usingizi huu wa unyonge. Kumbuka, amani ya kweli haipo kwa mtu asiyeweza kupigana. Amani ipo kwa yule ambaye ana upanga mkononi, lakini anajua ni lini auweke ala na lini auvue. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa yule rafiki yako unayejua amechoka kudharaulika. Hapa ni Gizani, sehemu ambayo siri na elimu nzito hufichuliwa.